Bwana, muda huu ninavyozungumza na wewe tayari klabu ya Yanga wamekushaweza kutoa taarifa kwa umma inayohusiana na mustakabali mzima wa kocha mkuu wa klabu hiyo ya Yanga. Hapa namzungumzia bwana Romain Folz ambaye tangu atue ndani ya kikosi hiko cha klabu ya Yanga inaonekana kwa upande wake majukumu ya timu yanazidi kumwegemea. Matokeo yanazidi kubadilika kadri siku zinavyozidi kwenda, huku shinikizo likiwa kubwa kutoka kwa mashabiki na wapenzi wa klabu hiyo ya Yanga wakihitaji kocha huyo aweze kuondolewa mara moja ndani ya kikosi hiko cha klabu ya Yanga na aje kocha mwingine ambaye atakuja kuendana na falsafa na mifumo ya timu kama ilivyozoeleka Yanga inavyofanya vizuri kwa uchezaji na hata kwenye kupata matokeo. Lakini kwa kocha huyu Romain Folz inaonekana Yanga swala hili limekuwa ni kama shubiri, yani limekuwa ni swala gumu kweli kweli kupata matokeo ya kueleweka moja moja, la sivyo mchezaji binafsi aweze kuonyesha uwezo ndipo timu iweze kupata magoli ama iweze kupata ushindi. Sasa klabu ya Yanga wamekushaweza kutoa taarifa kwa umma kuhusiana na kocha Romain Folz kufuatia kupoteza mchezo wa raundi ya pili ya michuano ya klabu bingwa barani Afrika kati ya klabu ya Yanga dhidi ya timu ya Silver Strikers, mchezo ambao umefanyika pale nchini Malawi na klabu ya Yanga kuweza kupasuka bao moja kwa bila dhidi ya miamba hao kutokea pale nchini Malawi, Silver Strikers. Sasa ni taarifa gani ambayo uongozi wa klabu ya Yanga wameweza kuitoa muda huu hapa kuhusiana na kocha Romain Folz ambaye kwa sasa hivi inaonekana kibarua chake ndani ya klabu ya Yanga kama vile kinaelekea kuota nyasi? Na kwenye hiyo taarifa Yanga wameandika jambo gani kuhusiana na kocha huyu Romain Folz? Ukweli wa mambo haya ama taarifa hii nilokusogezea sasa hivi utaipata hapa hapa kupitia Bongo Vibe TV. Lakini pia nikukumbushe mwana michezo wangu, kama hii ndio mara yako ya kwanza unajiunga nasi alafu bado auja subscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe, basi nikwambie kiukweli mwana michezo wangu na mwana familia wangu, wewe ulikuwa unapitwa na taarifa nyingi na zile nzuri za kimichezo pamoja na za kiburudani ambazo sisi kama Bongo Vibe TV tunakusogezea wewe moja kwa moja kupitia hapa hapa. Cha kufanya sasa hivi ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu zote mpya zile za kimichezo, hakikisha unakwenda kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe, kisha turn on notification kwa kubonyeza alama ya kengele ili uweze kupata kila aina ya update mpya ambayo sisi tunakusogezea wewe kila siku kupitia hapa hapa Bongo Vibe TV. Ukishafanya hivyo taarifa zitakujia kwenye simu yako ya mkononi, au utakaa kuwaza utapata wapi taarifa mpya ya kimichezo. Sasa kama tayari umekushaweza kusubscribe, twende tukaangazie kuhusiana na kile ambacho nimekujuza hapo awali juu ya taarifa ambayo klabu ya Yanga wameweza kuitoa kwenda kwa umma kuhusiana na mustakabali mzima wa kocha Romain Folz. Kama ninavyofahamu kocha Romain Folz tangu aweze kutoa ndani ya kikosi hiko cha klabu ya Yanga kumekuwa kuna makelele mengi yanahusiana na kikosi hiko kutofanya vizuri. Mwendeno na mustakabali mzima wa klabu ama wa timu hiyo ya klabu ya Yanga inaonekana haifanye vizuri kama mashabiki wengi na wadau wengi wa soka wanaoifuatilia klabu hii ya Yanga walitarajia kuiona Yanga ambayo ingekuja kufanya vizuri. Lakini chini ya kocha Romain Folz imekuwa Yanga ya tofauti. Upatikanaji wa matokeo imekuwa ni swala gumu kweli kweli, ni mfupa ambao umemshinda fisi. Hivyo kufuatia mwenendo mzima wa mustakabali huu ambao kikosi kinaonekana kinapata matokeo kwa tabu na hata muda mwingine kinashindwa kupata matokeo kwenye mechi muhimu ambazo inahitajika timu iweze kupata matokeo, uongozi wa klabu ya Yanga umekushaweza kufikia maamuzi ambayo wameyachukua juu ya mustakabali mzima wa kocha huyo Romain Folz. Sasa labda nikujuze, tangu kocha huyu Romain Folz aweze kutoa ndani ya klabu hiyo ya Yanga ameweza kukiongoza kikosi cha klabu ya Yanga kwenye takribani michezo 6, ile michezo ya kiushindani, michezo 3 ikiwa ni ya klabu bingwa barani Afrika kwenye hatua za awali, lakini michezo 3 ikiwa ni michezo 2 ikiwa ni michezo ya ligi kuu ya NBC Tanzania bara, ambapo mchezo wa kwanza klabu ya Yanga waliweza kushinda, lakini mchezo wa pili klabu ya Yanga waliweza kusare dhidi ya Mbeya City na kufanya mambo yazidi kuwa mazito kwa upande kocha Romain Folz kufuatia sare ambayo aliweza kuipata dhidi ya Mbeya City pale kwenye dimba la Sokoine mkoani Mbeya. Sasa mambo yanazidi kupamba moto mara baada ya kocha huyu Romain Folz kuaminiwa tena na uongozi wa klabu ya Yanga na kujaribu kumpa nafasi aonyeshe kile ambacho
anakifundisha mazoezini kinafanya kazi timu inapokuwa uwanjani. Lakini kwa bahati mbaya mambo yanazidi kumpalia, mambo yanazidi kupamba moto kweli kweli. Kwenye mchezo uliofanyika pale nchini Malawi katika dimba la Bingwa, ambapo klabu ya Yanga walikuwa ugenini kucheza dhidi ya timu ya Silver Strikers. Mchezo ulikuwa ni attention kubwa, kila mmoja akihitaji matokeo ya kujihakikishia angalau mguu mmoja mbele wa kwenda kutinga kwenye hatua ya makundi ya klabu bingwa barani Afrika. Kama ninavyofahamu hizi mechi za raundi ya pili, mshindi wa jumla kuanzia mechi ya ugenini na ya nyumbani kwa matokeo yake ndio atakamfanya aweze kufuzu moja kwa moja kwenda kwenye hatua ya makundi. Sasa kila mmoja kwenye mchezo huu kati ya Yanga dhidi ya Silver Strikers, kila mmoja alikuwa na tension kubwa, kila kocha alijaribu kutumia mbinu zake akiwa uwanjani ili kuhakikisha timu inapata matokeo mazuri ambayo atamhakikishia mguu mmoja kwenda kwenye hatua ya makundi. Na kwa bahati mbaya iliyoje, klabu ya Yanga wameweza kupoteza mchezo huo kwa bao moja kwa bila wakiwa ugenini pale nchini Malawi dhidi ya Silver Strikers, bao ambalo limefungwa katika kipindi cha pili cha mchezo kwenye mazingira ya kutoweza kutarajia kabisa. Wakati bao linafungwa, klabu ya Yanga walikuwa katika move nzuri ya mchezo, lakini ubora wa wachezaji wa timu ya Silver Strikers ndio umeweza kupelekea klabu ya Yanga kupoteza ama kufungwa bao hilo. Lakini baada ya mchezo kutamatika kwa Yanga kupoteza kwa bao moja kwa bila, lawama zimekuwa ni nyingi na kurudi tena kwa kocha Romain Folz ambaye inaonekana kama mbinu zake zinashindwa kufanya kazi vizuri anavyoongoza kikosi hiko cha klabu ya Yanga. Kocha Romain Folz inaonekana mbinu zake kama zinaanza kumgemea mwenyewe. Timu inaonekana haichezi, timu inaonekana haipigi pasi vizuri, timu haitengenezi nafasi za kushinda, timu inaonekana inakuwa kama underdog inapokutana na timu yoyote ile ambayo imemzidi kiwango kidogo, ama timu ambayo klabu Yanga ameizidi kiwango. Ukiangalia mchezo mechi kati ya Silver Strikers dhidi ya timu ya Yanga Sports Club, watu wengi walitarajia Yanga angeonyesha ukubwa wake kulingana na ubora na uzoefu ambao amekuwa nao katika michuano inayosimamiwa na CAF, ikiwa michuano ya klabu bingwa barani Afrika, lakini pia michuano ya kombe la shirikisho dhidi ya mpinzani wake Silver Strikers. Lakini mambo yamekuwa ni tofauti. Silver Strikers alionekana kuwa imara na bora katika nyakati zote ambazo alipokuwa anashika mpira, ukianzia kwenye lango lao, katika eneo la mabeki, viungo na hata eneo la mwisho. Wamekuwa wanafanya press ya hali ya juu, lakini pia klabu ya Silver Strikers walikuwa wanatengeneza nafasi, na kwenye miongoni mwa nafasi ambazo wametengeneza imeweza kuwasaidia wao kuweza kupata bao la uongozi na mchezo kutamatika hivyo kwa Yanga kupoteza bao moja kwa bila. Hii imekuwa ni tofauti kwa upande wa timu ya Yanga Sports Club ambao wao utengenezaji wa nafasi umekuwa finyu, lakini pia hata timu inavyocheza imekuwa haichezi katika muunganiko wa kueleweka. Kocha huyu Romain Folz alikuwa anahusishwa sana kutemwa na klabu hiyo ya Yanga mara baada tu ya sare ile dhidi ya Mbeya City katika ligi kuu ya NBC Tanzania Bara, lakini baadaye walihusishwa makocha mbalimbali ambao wangekuja kuchukua nafasi ya kocha huyu Romain Folz, lakini mpaka sasa hivi klabu ya Yanga bado wapo na kocha huyu Romain Folz. Huenda hiki ambacho kimetokea kwenye mchezo kati yao dhidi ya Silver Strikers kikaja sasa kutoa maamuzi mengine tofauti na yale ya kumbakiza kocha Romain Folz ndani ya uongozi wa klabu ya Yanga, na kuangalia uwezekano wa kumtafuta kocha mwingine ambaye atakuja kukisaidia kikosi cha klabu ya Yanga kufanya vizuri huko mbeleni kwenye michuano ya klabu bingwa barani Afrika, endapo klabu ya Yanga itakuja kufanikiwa kufuzu, na hata kwenye michuano ya ligi nyingine za ndani kuanzia ligi kuu ya NBC Tanzania Bara pamoja na ligi makombe mengine ambayo klabu ya Yanga anashiriki. Nini maoni yako mwanamichezo na mdau unanisikiliza sasa hivi? Njoo tuambie kupitia sehemu hiyo ya comment na sisi tutachati na wewe kupitia hapo. Bila kusahau hakikisha unakwenda kulike, kushare, na jambo la muhimu kuliko yote mwanamichezo wangu ni kwenda kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe. Ukishafanya hivyo utakuwa mdau wetu wa kwanza na mwanafamilia wetu wa kwanza kuweza kupata update zote mpya zile za kimichezo ambazo sisi tunakusogezea kila siku kupitia hapa Bongo Vibe TV.